Moja ya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema yoyote yule atakayetia tabasamu kwenye uso wa Muislamu mwenzake amefuzu palipo pakubwa miongoni mwa waliofuzu. Hivyo atakayemfuturisha mwenye mahitaji ya futari atapata ujira ulio sawa na yule aliyefunga swaumu ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Shehe wa Bakwata wilaya Sheikh Hussein Musa na viongozi wa juu wa baraza hilo walipokuwa wakigawa futari kwa viongozi mbalimbali wa idara ndani ya Bakwata. Hafla hiyo fupi ya ugawaji futari imefanyika katika ofisi za Bakwata wilaya zilizopo Ujiji. Kabla ya ufunguzi wa hafla hiyo ulitangulizwa na usomaji wa dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله سهل لنا ما نريد ونجنا ربنا مما نخاف بفضلك يا الله يا لطيف. وصلى اللهم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Aidha, Sheikh Hussein amezihimiza taasisi zingine zilizopo mkoani Kigoma kuwa na utaratibu wa kutoa sadaka ya futari katika jamii ili kujipatia baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, hususan kipindi hiki cha mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu, leo ni Ramadhani kwa sisi watu Ahlus Sunna wal Jamaa, ni Ramadhani ya 20 kwa tuko kwenye 10 la mwisho. Kama tunafahamu Ramadhani iko katika mafungu matatu, na ndivyo alivyosema Mwenyezi Mungu, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kwa ndugu zangu, sisi leo watu wa baraza, mimi pamoja na viongozi wenzangu, baada ya kuwa tumepata wadau wa kuweza kutusaidia kama baraza, leo tukaamua kwamba tuweze kuwashika mkono viongozi wa wilaya na jumuiya zetu, ambaye ni viongozi wa baraza la mashehe, halmashauri ya wilaya, baraza la mashehe wilaya, lakini Juvikiba wilaya na Juakita wilaya, angalau tutoe mkono wa sadaka kwa ajili ya iftari. Kwa Mwenyezi Mungu aipokee iftari yetu kwa kheri na baraka. Lakini pia ndugu zangu, tuko kwenye 10 la mwisho. Hili ni 10 ambalo aitqu minan nari. Mwenyezi Mungu anakwenda kufanya nini? Kutusamehe. Tumetoka kwenye 10 la rahma, tumeingia kwenye 10 la maghfira, sasa tumeingia kwenye 10 la aitqu minan nari. Kwa hiyo tuendelee kumomba sana Mwenyezi Mungu atilie wepesi katika maisha yetu, lakini tuendelee kuliombea Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania Bakwata wilaya ya Kigoma mjini, lakini tuliombee mkoa, kadhalika tumwombee Mheshimiwa Mufti wa Tanzania. Lakini ndugu zangu, sisi kama baraza pia tusiachi kuiombea nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi wake wote, kwani mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo tuendelee kupaza sauti zetu kumwomba sana Mwenyezi Mungu kwenye visimamo vyetu. Tunaamini misikiti mingi, zawia nyingi zinakwenda kwenye itikafu. Kwa hiyo tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kutia amani na nusura katika wilaya yetu, lakini katika nchi yetu iweze kupita uchaguzi kwa amani na utulivu. Mimi niwashukuruni sana kwa uitikio wenu. Mwenyezi Mungu alipe kila la kheri. Na kile tutachokipata basi tuendelee kuwaombea wadau, ili mwakani Mwenyezi Mungu aweze kusaidia, waweze kufanya nini? Kutusaidia zaidi, tuweze kupanuka zaidi. Mwakani tuweze kusaidia mpaka misikiti yetu, tuweze kusaidia maimamu, tuweze kusaidia walimu wa madrasa. Kwa inshallah, na hii iwe ni wito kwa viongozi mbalimbali, matajiri mbalimbali, wahisani mbalimbali, wapeleke nguvu zao katika Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania Bakwata, kwani kile watachokitoa kitafanya nini? Kitafika. Kwa inshallah tunawaombea kila la kheri, lakini pia tunawaombea dua wahisani wetu ambao waliweza kutuunga mkono na kutusaidia sisi kama baraza. Naye Sheikh Salim Zuberi ambaye pia ni mjumbe wa mashehe wilaya ya Kigoma mjini amewataka Waislamu kulitumia vizuri 10 la mwisho la mfungo ili kujipatia ubora wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tukiwa tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ametuhusia kufuturishana ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani
na ndio hii ibada ambayo imekuwa ikiendelea katika kutekeleza maagizo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika kuonyesha fadhila za kufuturisha, mtume sallallahu alaihi wasallam amesema yule ambaye atakemfuturisha ndugu yake, basi naye pia analipo malipo kama yale anayopata ndugu yake aliyefunga, na bila kupungukiwa na chochote katika malipo ya somo yake. Kwa hiyo utaona watu wamegundua muhimu wa jambo hili, ndio maana watu wanashindana katika kufanya hilo. Kwa hiyo kubwa hawa wahisani ambao wamejitolea sadaka zao, tunamwomba Mwenyezi Mungu awalipe kama walivyokusudia. Tukiwa tumo ndani ya 10 la mwisho, tunaelekea 10 la mwisho la mwezi mtukufu Ramadhani, 10 ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam alizidisha na kufanya bidii zaidi katika kufanya ibada tofauti na 10 yaliyotangulia huko. Na ni kwa sababu ni 10 ambalo lina heshima kubwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu ndio 10 ambalo imeteremka Qur'ani tukufu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani amesema, inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Mwenyezi Mungu anazungumzia uteremkaji wa Qur'ani kwamba hakika tumeiteremsha hii Qur'ani katika usiku wenye cheo. Usiku wenye cheo kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam unapatikana ndani ya 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ndilo 10 limeupa heshima zaidi mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa Allah anasema Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingine kwamba inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kwamba tumeteremsha hii Qur'ani katika usiku wenye baraka. Usiku Mwenyezi Mungu ameuficha, lakini unapatikana ndani ya 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatutaka tufanye juhudi kutafuta usiku huo. Katibu JUAKITA wilaya Bi Miseke Shaban Maranda ameushukuru uongozi wa BAKWATA wilaya kwa kuwajali na kuwapatia fursa ya kupata vyakula vya kufuturu. Kwa kweli tumeshukuru sana na tumependezwa sana kwa kweli waliotuchangia katika taasisi zote zilizoleta iftari hii. Tunaombea dua kwa Allah tabaraka wa taala. Sisi hatuna chochote cha kuwalipa na hala hatuna ubora wote wa kuwalipa, ila watalipwa na Allah tabaraka wa taala. Kweli wengine hata sukari hawana majumbani kwa sababu mwezi huu kwa kweli mzito sana. Sisi tunapenda wasaidie na wazidi kusaidia zaidi na zaidi, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema tushikamane, tuangaliane, yule asiyekuwa nacho apewe na mwenzie aliyekuwa nacho. Pia Mwenyezi Mungu analipa sana kwa wale watu wanaweza kutoa futari. Hii ni mara ya kwanza ofisi hiyo ya BAKWATA wilaya kutoa futari kwa watumishi wa idara mbalimbali zilizopo chini yake. Hayo yamesemwa na Sheikh Abubakar Hamis Rashidi, katibu wa baraza la mashehe BAKWATA wilaya ya Kigoma mjini, huku akitanabaisha kuwa mpango wa ugawaji wa sadaka ya futari utakuwa ni wa muendelezo ili kuhakikisha umoja na mshikamano ndani ya baraza hilo. Dhamira kuu ya kulifanya hili kama wanabaraza, tumejipanga mwaka huu kuhakikisha viongozi wetu ambao wanaolisimamia baraza kuanzia ngazi ya msikiti, ngazi ya kata, ngazi ya wilaya na jumuiya zetu zote mbili, jumuiya ya vijana na jumuiya wa kina mama kwa maana ya JUVIKIBA na JUAKITA, ikiwemo baraza la mashehe, wajumbe, halmashauri wajumbe, kuhakikisha walau tunawashika kwa kuwapa kidogo kitokanacho na futari au maandalizi kwa ajili ya saumu ambazo zinazoendelea kufungwa. Tuliandaa futari kwa vigezo kwa sababu kila jumuiya, mfano katika jumuiya zetu JUVIKIBA na JUAKITA kuna idadi ya viongozi wa ngazi ya wilaya. Lakini pia katika halmashauri ya BAKWATA wilaya, baraza la masheikh BAKWATA wilaya kuna idadi ya viongozi wa wilaya wa ngazi hizo. Lakini pia hata JUVIKIBA kata, masheikh wa kata, maimamu wote tuna idadi kamili. Kwa hiyo tumeandaa iftari hii kwa sababu tuna idadi pia kamili ya watu ambao tulowapa. Kwa sababu ndo mara ya kwanza naweza kusema toka baraza BAKWATA wilaya Kigoma mjini wamepewa kuwa ni baraza, wajitegemee kama wilaya.
viongozi hawajawahi kushikwa mkono na baraza kama baraza. Yani wao wamekuwa ni chachu ya kuvikusanya, alafu wanaopewa ni watu wengine. Yani wanavikusanya vitu hapo hawanufaiki navyo. Lakini tumeamua mwaka huu niwe kama sehemu ya mfano, na kwa asilimia ambazo tumefanikiwa, kwa maana tuna asilimia chache, nafikiri hata 50 hazifiki, kwa sababu tulitarajia kwa koram ya viongozi ngazi zote, jumuiya zote, kwa tuna idadi kubwa sana. Nafikiri hata huu kumbi usingetosha. Huu mpango ni endelevu. Tumefanya hivi kwa maana ya pia hata kuwaamsha hawa viongozi. Kuna ambao tumewapa ila wana uwezo, pengine tusingewapa tukawapa ambao wasio na uwezo, tunawafahamu katika viongozi. Lakini kuna mfano, kuna wenye kuhitaji, kuna mayatima, kuna wajane, lakini kuna wazee, lakini pia kuna vipofu, kuna vilema, tungeweza kuwapa hao. Lakini tunakuja kuwaonyesha viongozi wa baraza kuwa tunawapa wao, kwa maana pia wao ni tegemezi la kuhakikisha baraza linasimama. Lakini kuwapa kwao maana yake ni kuwaonyesha kwamba pia wao wanaweza kuchangia hiki ambacho badala kuwapa wao tukaingia mezani tukaweza kupata oni moja au wazo moja, wala badala ya kuwapa wao tukawapa hao wenye uhitaji. Lakini pia ili jambo tumelifanya kuwa ni endelevu. Tumeanza mwaka huu na insha Allah kitufikisha katika Ramadhani zijazo, kama tutakuwa hai, tutaendelea kulifanya mara kwa mara.